Ili hali wanaodai hiyo katiba mpya wanazidi kupewa kesi za ugaidi. Nchimbi, Samia, CCM, nani aliye juu yao ambaye wanataka tupambane naye kama wao wote wanaitaka na ilani yao imeitaka? Kwa nini tupambane? Tupambaneje? Niungane na usemi wa mtu mmoja ambaye nimemsikia mahali, amesema ukiona mwana CCM amesema jambo linaloonekana CCM kuna mgogoro, hawamuui, ujue CCM hakuna mgogoro wowote. Huo ni mpango, ni kati ya mbinu zao 1000. Hiyo ni mbinu mojawapo imetumika ya kupoza mambo na kupitisha ajenda yao fulani. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi au Watanzania eti waipiganie katiba mpya. Hebu leo nichambue jambo hili la Nchimbi kwa kuliweka tu kwa uthabiti wote wa 100% kwamba Nchimbi na Samia lao moja, kwamba wote wanataka katiba mpya, wanataka watu wangesukuma wapambane. Lakini kabla sija kuchambulia hayo, niungane na usemi wa mtu mmoja ambaye nimemsikia mahali, amesema ukiona mwana CCM amesema jambo linaloonekana CCM kuna mgogoro, hawamuui, ujue CCM hakuna mgogoro wowote. Huo ni mpango, ni kati ya mbinu zao 1000. Hiyo ni mbinu mojawapo imetumika ya kupoza mambo na kupitisha ajenda yao fulani ovu, ili waendelee kuwa wabaya zaidi, kuwa na dhuluma kali zaidi. Niungane na mtu huyo, kwa sababu unapoona kama akina Nchimbi hapa wametoka kusema jambo hilo linaloonekana ni hatari, kana kuna CCM wanasema Nchimbi wewe binafsi asiwepo akudai katiba mpya, sisi wote ilani ishaandika. Afu naona akina Nchimbi wanadunda barabarani, wako kwenye kiwanja fulani cha mpira sio Arusha, yuko salama. Msemaji mmoja amesema CCM ni mashetani yaliyo na uwezo wa kumfikia kila aliye na nia ya wema kutoka hali ya ndani. Sasa CCM wanaweza wakawa wanapitisha nini? Wengine tushaongea toka kitambo kwamba CCM walimweka Nchimbi ili ikionekana Samia na maneno ya walu. Watu wanaposema hatumtaki Samia, basi hapa chini oweko kwamba okay, basi tunamtaka Nchimbi, lakini iwe ni CCM ile ile yenye makusudi yale yale. Wakati fulani wahi kusema jambo moja Mary Chatanda aliposema wanipe si dakika moja, si saa moja, si siku moja tu, wote wanaopinga utekaji na mauaji hamtawaona tena duniani. Lakini mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba karibia kila CCM ambaye atapata nafasi ya ulaji, maarufu Makonda isema kila ambaye mafuta yatanona mdomoni, hautamwona akipinga rushwa, hautamwona akipinga ubaya wowote. Mimi niwahi kusema kila CCM ambaye atapata nafasi kwa huku mbele tunakokwenda. Ndio maana unaona wanajaribu kusema mtamkumbuka Samia mtamkumbuka, itakuwa kama mnavyomkumbuka Magufuli, mtamkumbuka kiondoka. Tafsiri yake wanaonyesha CCM yoyote, hata kama mtamkubali, mtaona huyu afadhali, atakapo mafuta yakinona mdomoni, atakapokaa kwenye nafasi,
tafsiri yake ni ataonyesha ukatili kuliko mnavyomwona. Tafsiri yake wanamaanisha kwamba CCM hii alimaarufu ile lugha anasema ni ile ile huku mbele, kila atakaye kuja atatekeleza mambo katili zaidi kuliko tulikotoka, kwa sababu itakuwa ndio njia ya kulinda ukatili mwingi uliofanyika. Sasa nichambue mambo kadha wa kadha ambayo yanaonyesha ukakasi huo, na kwamba ni dhahiri itakuwa jambo hili ni mchezo. Moja, ikiwa Samia na makamu na CCM wote wanasema limeandikwa kwenye ilani, mama Samia analitaka, mama analitaka sukumeni. Mimi nasema kama kuna jambo moja tu ningewaambia watu, moja tu ningewaambia, pambanieni katiba mpya. Nani aliye juu ya hao ambaye ndiye tupambane naye? Nani aliye juu ya hao? Hao ni wawakilishi wa wananchi wote, wanasema wamechaguliwa kwa 98% ya kura, manake wana maamuzi ya 98% ya watu, wananchi, watu wazima 32,000 wana maamuzi ya watu hao. Alafu wengine hawa, sisi wengine tuliosalia, wengine tunasema ndo tunaopewa kesi za ugaidi, za uhaini, kwa sababu ya kudai mfumo wa haki ndani ya nchi. Hawa watu kama wenyewe wangeweza, wanajua wanayataka, na tayari wana maamuzi ya wananchi 98%, wananchi 32,000. Kwa nini wao wasingesema tu, jamani, katiba mpya hiyo hapo? Na wala katiba mpya yenyewe haihitaji mchakato. Nitakuonyesha maelezo fulani hapa mbele, mambo ya michakato na kamati na tume. Katiba mpya ilikuwa kuna msingi wa katiba mpya ambayo alishaandika Jaji Warioba, ishakubaliwa na watu wengi, ishaonyesha ni katiba inayounganisha watu wote, inayolinda, inayoangalia haki, maslahi ya pande zote. Kwa nini tumesema haya? Katiba ya hii ambayo alitengeneza aliform Jaji Warioba, hii tu ndo tuitumie iwe katiba. Kwa nini sio hivyo? Nani walio juu ya Samia, Nchimbi na CCM ambao ndo tupambana nao? Samia na Nchimbi watuambie, watuonyeshe tu moja kwa moja, jamani, pambaneni na huyu na huyu, pambaneni na huyu na huyu ili mpate katiba mpya. 2, CCM wanaposema msipambane, imo kwenye ilani. Ni mara ya kwanza katiba mpya kuwemo kwenye ilani? Ilitekelezwa? Ni lini nusu au robo ya mambo ambayo CCM waliweka kwenye ilani yalitekelezeka? Waliyafanya ni lini? Nusu au robo ya mambo waliyoweka kwenye ilani. Hata Magufuli alifanya zaidi ya ilani yao, alifanya kinyume kabisa cha ilani yao, tofauti kabisa na ilani yao. Lini? Nusu, robo, hata 1% ya mambo yaliyo kwenye ilani. Pengine kama ilani imeongelea jinsi watakavyopiga, watakavyofisadi nchi, ndio wanaweza kutekeleza. Lini hata 1%, 2% ya mambo yaliyo kwenye ilani CCM waliwahi kutekeleza? Kwa hiyo hii lugha pambana yenyewe ni hakika. CCM hakuna jambo jema wanaweza kulileta tu kwa sababu ya utashi wao. Hawana utashi wowote, malengo yoyote ya kuja kutenda jambo lolote lenye ubinadamu, lenye haki, lenye usawa. Hawana mpango huo. Kwa hiyo neno pambana lenyewe, hata singesema Nchimbi, yenyewe ni maisha ya yeyote mwenye haki kujua haki na pambaniwa. 3,
Nani aliwahi kuambia, uliwahi kuona wapi jambo lenye haki likiwa linahitaji mchakato? Jambo lenye haki Ukweli ni kwamba jambo lenye haki, mtu akishajua hili jambo ni haki, amepata uungwaji mkono na 98% ya watu, anajua tu jambo hili ni haki, wananiamini kwamba kila naloamua, nalopanga ni la haki. Jambo lenye haki huwa linahitaji tu maamuzi. Jamani, kuanzia leo tunaelekea uelekeo huu. Jambo lenye haki automatically linaungwa mkono na watu wote. Watu wote wanaanza kusema ndio, ndio, ndio. Hapo ni kusaini tu, ni kusaini. Mambo yote yanayohitaji michakato, mambo yote yanayohitaji tume, kamati, ujue hilo jambo kuna watu wanataka kupitisha ajenda zao kwa ajili ya upigaji zaidi. Ujue kuna watu wanaotafuta njia za kujinufaisha. Kuna watu wanatafuta njia za kupiga jambo lolote. Mtawala yoyote unaposikia tume, kamati, tume, kamati, tume, mchakato, tume, mchakato, ujue huyo ni kiranja wa upigaji, kwa anatafuta njia za yeye na timu yake waendelee kupiga kwa njia mbalimbali. 5, watu innocent kabisa. Ukweli kabisa, hatuhitaji katiba, tunataka haki. Wapo wanasiasa, hata wengine wanaonekana wako kwenye chama cha haki, kutoka mioyo ya ndani kabisa wanapigia kelele tunataka katiba. Ukweli ukiwaangalia na nia yao iliyo wazi kabisa, na wakati mwingi wanakosea, unakuta kuna maneno yanawatoka. Huo wanasema hivyo kwa sababu wanataka walepo waitwe kwenye bunge la katiba wakapige kule, au wanataka katiba itakayorahisisha tu mazingira ya wao kuja kupata kaubunge, kaudiwani, kauwaziri na vitu kadha wa kadha. Lakini sio ni kwa namna gani tudai haki iliyoporwa, ikiwemo haki ya uhai. Sikatai kudai katiba mpya na mbinu hiyo ambayo wengine wanasema wakijiroga tu wakaingia kwenye katiba, kwenye mjadala wa katiba, tujadili katiba mpya, hapo ndo tutadaia mabadiliko tutaweka kwenye katiba. Ukweli hizo ni ndoto za alinacha, ni ndoto za mchana. Mimi nimewambia CCM watakuwa na wajumbe wengi kiasi kwamba kila litakalopitishwa kwenye katiba mulie mpige kelele mnavyopiga. Wakati wa mchakato huo ndo mtakapopewa kesi nyingi za uhaini na ugaidi, kwa sababu kila litakalopitishwa kwenye bunge la katiba litakuwa la masilahi kwa wauaji na mashetani, otherwise hawataruhusu. Kwa hiyo ni ajenda tu ya kupitisha muda fulani, kupitisha muda wafike kwenye ajenda na malengo walionayo huko mbele. CCM hawataruhusu katiba ya haki, hawataruhusu. Wakiruhusu katiba ya haki itawabana wao, itawakunja wao, itawawajibisha wao. Tungaji sasa tudai nini? Kama wanaowaongoza, wanaosema watawasaidia, wanasema hebu pitieni hapa, alafu huko mbele tutajua tunadaije. Lakini kusema kwamba kuna haki itaenda kuandikwa kwenye katiba ambayo itakuwa na wajumbe wengi wa CCM, hilo mnajidanganya. Kwa unayefanya hivyo kwa moyo wa dhati, wengi wana biashara yao, wengi wanataka tu kuitwa kwenye bunge la katiba. Hata tunaosikia maridhiano, wengi wanataka wawekwe kwenye hiyo tume ya maridhiano. Hakuna ndugu yake aliyeuawa akatuwakilishe
ambao mama mzazi kauawa, mtoto wa pekee kauawa, wasaidizi wako wa karibu wameuawa. Yani huyo ana uchungu, akakusemee, alafu akakusemee kwenye kamati ambayo msimamizi wa kamati hiyo ndo aliyeua, akakusemea huyo ndio maana wengine sisi tutakuwa wabaya kwa mtu hata aliyekuunga mkono jana, aliyekusifia jana, aliyekuona mko pamoja jana, kama tu huyo aliyekuunga mkono kuna mahala anaamua kula sahani moja na maadui kwa kivuli cha kwamba yeye ndo anakuwakilisha. Rafiki, wewe ambaye CCM hawajaua ndugu zako, hautatuwakilisha. Wewe dalali tu, hautatuwakilisha ambao wameua ndugu zetu, hautatuwakilisha. Lakini mbili, kikao mazungumzo ambayo msimamizi ni CCM, hao watamtafuta au ndio watakaosimamia mazungumzo hayo, na kuhakikishia hapo hakuna maridhiano, kwa sababu maridhiano ni kutoa haki. Maridhiano, kupatanisha, ni kumpa mtu haki yake, aliyestahili haki hii achukue haki, ndo maridhiano. Hakuna maridhiano ya kwamba wewe na nyewe wengine mliosalia njoni tuwaue, tumeridhiana, na nyewe wengine tuwazurumu na hiki, tumeridhiana. Suleimani aliopatanisha wanawake wawili makahaba, akawaambia mtoto aliye hai mkateni vipande viwili, muwagawanya wanawake. Wale wanawake, mwenye mtoto akasema basi mpeni huyu ambaye si mtoto. Suleimani hakusema kwa kuwa imeonekana mmoja amemhurumia basi mkamleage wote huyu mtoto. Akasema mpeni huyu aliyesema mtoto asiuawe, huyu asipewe, apewe huyu aliyekufa. Huko ndo kupatanisha. Kupatanisha lazima haki, lazima haki, apewe mwenye haki. Sasa aliyeiba mtoto, mwanamke aliyeiba mtoto ndo mwenyekiti wa kikao, tupatane. Si mmeshindwa kupatana kule, mpaka kaiba mtoto, mpaka kaua mtoto, mpaka anaua mtoto, manake mlishindwa kuelewana. Nimetaka niangazie mambo haya. Mimi moja ya kazi yangu ni kufanya mtu ufikiri zaidi, ufikiri, yani hata kama halitoi matokeo yoyote, lakini ufikiri zaidi. Hata kama kuna watu wanasemaga Mbarikiwa tangu anze kusema kibadilike kitu. Kuhubiri si mpaka kibadilike kitu. Kuhubiri ni kutimiza wajibu, lakini sema kwa usahihi ilivyokuwa inapaswa mambo yawe, si mpaka yawe. Kwa hiyo asante sana kwa kunisikiliza. Hii tu ni Beacon. Wakati fulani baadaye kuna watu watakuwa wanasema wakati nchi yetu inaharibika hivi, kuna mtu aliyekuwa ameumizwa zaidi miongoni mwa walioumizwa sana, kawekwa magerezani, mke wake kawekwa kwenye vituo vya polisi, watu wake wa karibu wameuawa, mtoto wake, mama yake, ndugu zake, katendewa mabaya kila aina, lakini pamoja na hayo alikuwa akisema haya. Hongera na asante kwa kunisikiliza.